Yapa 36 inazidi kuweza kusonga mbele, wanaita bad guys, twende sambamba zaidi. Ili jambo limuumiza sana Pitaka. Maana binti anahitaji kwenda kusoma nje. Anajaribu kutafuta kazi, ndio hizo ni mbaya, na kutana majanga kituo cha polisi. Wewe lieutenant, sio jambo kubwa. Ubinti ndio kwanza kunipiga kibao. Mimi sikumpiga, ndio kwanza kunipiga. Kushika tu paja lake ndio imekuwa jambo kubwa, na hata kama baba yake ni polisi, simuogopi. Mtawamisha wote. Anaongea utaira. Pitaki kuingia kuuliza alimfinya. Wewe ni nani? Kwani babako ni nani? Wewe una sababu gani kuweza kumuumiza binti yangu laana wewe? Chapa. Ikabidi kuzuia, maana Pitaki aongeaje mara mbili. Kwa police inspector niachilie. Kama binti yako anatamani, usingemwacha aweze kufanya kazi kule. Unaongea nini? Chins. Finya. Kwani anaogopanga kitu? Umeharibu ndoto kabisa binti yangu. Wewe ni nani? Baada pale alikuja moja kwa moja kwenye pub ya him. Inspector, sasa kama ulikuwa unakuja hapa ungeniambia. Leo na maana kwamba una kazi. Kwa hiyo umekuja hapa kuweza kunywa na mimi. Unajua na kesi nyingi zinakukabili kamari, kuuza watu, kununua wauaji, na pia kuua watu wengine mwenye binafsi. Ila nimeamua kujifanya kipofu. Ila nina sharti moja. Yake aweze kwenda jela kukamata nafasi yako wewe. Kwa hiyo Yaki kwenda jela alikamataga nafasi ya Hem kwa makubaliano ya Hem na Pitaka. Naona shule. Na yakumbuka na mheshimu sana Hem. Kwa sababu ndo mtu anaweza kumweka hapo mjini na alimsaidiaga. Yaani baadhi ya mambo tu Hem anajaribu kuweza kuyakumbuka. Yupo tayari Yak aende jela kamata nafasi yake, kwa sababu pia alikuwa akiweza kufanya biashara nyingi tu za keramia, na Mwamba alikuwa akiweza kufahamu Pitaki. Alisema hapana, Yaki na mimi ni kama ndugu, inabidi ufanye kama ninavyoweza kukwambia, la sivyo ni kwamba utakwenda kupambana na mimi. Maamuzi ni ya kwako. Huyu ndiye babake na Yak. Mzee anacheka cheka yuko zake dukani, anafurahi nini na nini, maisha yanaendelea. So hata Yak alishajua. Alikuja kuonana na babake kwa mara ya mwisho, na alikubali kuhusiana ile ofa kujisalimisha mwenyewe. Baba! Bila kusema sababu. Sijakuona kwa muda mrefu, nimekumisi mno. Kwani unavaa mavazi ya namna hiyo, masuti suti? Kama unaweza kujua bwana, bosi wangu ndo anataka niweze kuvaa hivi. Si unajua anafanya biashara zake Korea Kusini huko. Kwa lazima tuweze kuwa kwenye mavazi kama. Anacheka lakini kama anajilazimisha kwenye furaha. Ikiwa nakwenda nchi za nje baba, inabidi uweze kubaki na hii. Sasa kwani uweze kunipatia mimi wallet yako na pesa zote? Baba. Wewe tumia hiyo. Mimi kule sihitaji pesa.
Akamdanganya kwenda nchi za nje. Kule chakula kipo, wameshaandaa kwa ajili yangu na sehemu ya kulala nzuri. Okay, poa. Mara pata za polisi. Yake alikuwa anajua kila kitu kinachoweza kuendelea, na mzee pale alikosa furaha. Alipoangalia uso wa mwanae. Lini unarudi? Kiukweli baba, mimi nakwenda nchi za nje. Sawa? Mambo kama atakwenda vizuri nitarudi mapema. Lakini kama atakwenda vizuri nafikiri nitabaki kule kwa muda. Ila wakati nikiweza kurudi tena nitakuhudumia vizuri zaidi. Mzee alijua kuna kitu si kawaida, na yake alitambua anakwenda jela kwa makubaliano hem na Pitaka. Hey baba, mimi naondoka bwana. Gari inanisubiria mimi. Subiri. Nahitaji kukuona wakati unaondoka. Wananisubiria kule, ni salama tu. Nimekwambia nataka niweze kuona wakati unaondoka. Alitamani atakulia. Twende nikusindikize. Uongo wa kusaidia. Nje askari. Mzee alishatambua baba na Yak alishindwa kuficha tena. Nimekudanganya. Mimi siendi nchi za nje. Ni sawa. Naelewa. Baba, naomba unisamehe. Kama ningeweza kusikiliza wewe, maisha yangu yasingekuwa ya misukosuko namna hii. Ni sawa. Aliwafuata maofisa wa polisi. Habari salama. Hii unaweza ukashare na wengine. Ni brandi nyingine ambayo ni nzuri kabisa. Asante. Ni salama. Lakini ofisa, naombeni muweze kuweka umakini kwa mwanangu. Uhakika tutafanya hivyo. Mzee alipogeuka ndivyo alivyoweza kuachana na Yak. Akapigwa zaidi ya miaka 50 jela kwa kuibeba kesi ya Him. Kwa makubaliano ya Him na Pitaka, Yak akamata nafasi yake. Sasa leo anampa nafasi nyingine ya kumtoa na kudili na kesi za kihalifu. Baadaye atakuwa free to go. Ndivyo alivyochukuliwa mbele ya babake. Machozi yalimtoka. Lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa. Haya makubaliano yalikuwa na sababu kuu moja. Pitaka kupata pesa ya kutosha kwa ajili ya binti yake kwenda kusoma nchi za nje na kukamilisha ndoto yake. Kwani mshahara wa askari wa polisi usingeweza kumtosheleza kutimiza ndoto ya binti yake na kuanza kurukaruka. Kwa hiyo ndo alikuwepo ni makubaliano ya Hem na Pitaka ambaye Alice alikuwa hayajui. Hii ni Bad Guys. Samani kwa kufanya uweze kunisubiri sana. Umekaa kwa muda mrefu. Akapewa kibunda. Kwa sasa inspector tuko upande mmoja, kwamba Hem atafanya mambo yake yote na inspector atamlinda. Akachukua pesa kuongea sana, akaamua kusepa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, na haya ndio ulikuwa huyajui. Ndio maana tunarudishwa miaka 2 nyuma. Ujue kwa nini wanasema jinamizi? Kwa nini wanasema shida? Hey baba, mbona umenunulia vitu vingi? Akafanya surprise ya kutosha sana kwa binti yake kwa sababu alikuwa akiweza kujiandaa kwa ajili ya safari. Vipi? Hilo nafikiri litakufanya uweze kuwa na joto. Ni nzuri. Ndiyo baba, asante. Niambie chochote ambacho nakihitaji nitakupatia. Ghafla kapata simu. Nini? Tumeweza gundua ile chemical ni chemical namna gani? Okay, poa, nakuja. Ni chemical namna gani inaweza kutumika kwenye miili ya wale wanaweza kuwa? Ninki, kuna jambo limeweza kujitokeza. Mimi natoka. Nitachelewa kuweza kurudi. Hakisha unafunga mlango. Okay baba, kwaheri. Fanya kazi kwa gumu. Hii hapa ndo chemical yenyewe. Wanaita linseed oil, mafuta fulani ya mbegu wanaweza kuita lean.
ambayo inatokana na mimea. ผมว่าฆาตกรเนี่ย Inaonekana muuaji ni mbunifu sana kwenye ulimwengu. ลายในที่เกิดเหตุ Hebu angalia matukio yote yanaweza kutokea kwenye eneo matukio. Wale wote tunaweza kukuta wamekufa ni kwamba wanakaa kwenye staili fulani kama vile mtu anachora. ดังนั้นเดี๋ยวพวกมึงไปขอ Kwa kesi kama hii inabidi tuweze kupata CCTV footage za supplier, ni nani na nani anakwendaga kuweza kununua ya mafuta. เช็คด้วยว่าภายใน3 เดือนเนี้ยมีใครซื้อน้ำมัน Tena waweze kujua ni nani waweza kununua mafuta miezi mitatu iliyoweza kupita. Lakini mheshimiwa, maduka ni mengi ya supply ya haya mafuta, tutazunguka kote. Anaambia ndio, tutakapoweza kupata hizo footage tutafananisha ya huyu na huyu. Je, wanafanana? เอางั้นเลยพี่ Uhakika. ร้านเครื่อง Lakini supply ya maduka ni mengi, ndio maana inabidi tuweze kufanya hivyo. Maana hayo mafuta yana kazi mbili, kwenye uchoraji, lakini muuaji anatumia kwenye kufuta ushahidi. So polisi wakaanza kufanya kazi yao ya uchunguzi, kutafuta zile CCTV footage za maduka yote yanaweza kuuza linseed oil, yani mafuta ya mbegu ya lin. Fanya kazi bila kupumzika, kutaka kuweza kujua muuaji ni nani. Huyu anaweza kununua mafuta kwa miezi mitatu mara kwa mara, atakuwa ni mhusika. Maana baada ya kuua ndio anafuta ushahidi kupitia ile mafuta. Kwa hiyo hakuna anachezo kiacha. Kuna cha fingerprint, hakuna tracking yote, hakuna trace yote yani. Kuna document hizi hapa. Yaani kazi bila mapumziko. Kwa hiyo nafuatilia rekodi. Bwana, shughuli ipo. 36 hii. Bad guys. Pita kuna kitu alikiona. Hey. Huyu jamaa anamuita day, yani siku. ย้อนภาพไปนิดหน่อย Hebu rewind hiyo footage, wanamuita day, yani siku. Ile day unaweza kujua. Sasa kuna maduka mawili hapa. Hebu sogea. งงวะเนี่ย Muda ulikuwa ni saa ngapi? Inaonekana ni saa 4. Maduka mawili tofauti. Huyu mtu aliingia na akanunua hayo mafuta, na akaangalia kwenye kopi yake, kwenye rekodi yake sasa kwenye kompyuta, wakati nafuatilia zile footage za CCTV. โมงเย็น Hapa inaonekana ni saa 6, saa 4 na saa 6. Alitoka kwenye duka lingine. Kwa hiyo alipoweza kutazama hao watu wawili, mbona kama wamefanana, lakini aliingia kwenye maduka mawili tofauti na siku na muda ulikopo ni tofauti tofauti. Unaona? Lakini muonekano ni yule yule, kuanzia mavazi pamoja na raba. Nafikiri mtu mwenyewe ndio huyu hapa, ambaye ni nani? Sky. Siku ya kwanza aliingia saa 4, siku iliyofuata akaingia duka la pili saa 6. Kwa hiyo wakaambatanisha hizi picha mbili, muonekano kila kitu ni yeye. Kwa hiyo akamtumu yeye, ndo aliweza kununua hayo mafuta, ikabidi kuweza kuvamia nyumbani kwake. Umeona kizaazaa hicho? Bala. Yapi yanafuata zaidi katika sehemu 37? Tukutane huko 36. Sina la ziada, bye bye.